kufundisha. Kwa hiyo karibu kwenye kozi ya Forex kwa Kiswahili, ambapo leo tuko kwenye sehemu ya 6 ya hii kozi. Tuko sehemu ya 6 ya kozi ya Forex kwa Kiswahili, ambapo sehemu ya 5 ilikuwa ni kama katikati ya kozi yetu. Sehemu ya 5 ni katikati kwa sababu wakati tunaanza hii kozi nilijaribu kuonyesha mwelekeo kwamba tutakuwa tuna sehemu 10 za hii kozi. Tutakuwa tuna sehemu 10 za hii kozi. Kwa hiyo katika hizo sehemu 10 kuna baadhi ya sehemu ambazo tayari tumeziona. Hizi ambazo ziko kwa rangi nyekundu ni sehemu ambazo tayari tumeshaweza kuzitazama. Tumeweza kuzitazama, lakini kuna sehemu zingine ambazo ni bado hatujazisoma. Kwa kuna sehemu bado, ambapo sehemu ya leo ambayo tunaweza kuitazama ni hii ambayo iko kwa rangi ya kijani. Kwa hiyo bado tunaendelea. Kwa leo tuko sehemu ya 6, ambapo katika hii sehemu ya 6 tunaenda kujifunza kuhusiana na, tunaweza sema kama muundo wa soko. Tunaweza ita kama muundo wa soko. Katika sehemu ya 6 najaribu kuandika, ingawaje kidogo kunakuwa na changamoto na hii recording device ambayo natumia kwenye mtandao. Tunaita kama muundo au mfumo. Huu tunaita muundo au mfumo. Muundo au mfumo au miundo au mifumo, mifumo ya thamani kwenye soko. Hizi ni kama tunaita, na kwa Kiingereza naita kama patterns. Tunaziangalia zile patterns za soko. Soko huwa linakuwa na miundo mbalimbali au linakuwa na patterns mbalimbali. Sasa nao tumeshaweza kusoma kuhusiana na mbinu za kutrade, lakini pia tumeshasoma kuhusiana na mizunguko au mzunguko wa soko, ambapo ni vitu vinahusiana kwamba kwenye mbinu fulani inaweza kutumika soko likiwa katika hatua fulani kwenye mzunguko. Kwa tukija hata kwenye muundo wa soko, hapa pia tutahusianisha kwamba pia ni mbinu gani unaweza kutumia soko likiwa katika muundo fulani, au soko likionyesha muundo fulani, ni mbinu gani unaweza kutumia katika trading. Kwa ni vitu ambavyo wengi wanachukulia kama ni rahisi sana. Nafikiri wengi wanapenda kama tungekuwa tumeanza kuchambua soko moja kwa moja, tunaangalia vitu kwenye soko moja kwa moja, lakini mimi nafikiri tunaenda hatua kwa hatua. Kuna hatua baadaye hapo ndio utakuwa na uwezo wa kuingia sokoni kuweza kujua namna gani unaweka order, kwa sababu hii course imekuwa na lengo la kumpa uelewa yule mtu ambaye anaanza kabisa, kwa aweze kujua soko ni nini na linaenda kwa mtindo gani na ni vitu gani ategemea kuviona sokoni. Kwa hiyo katika muundo wa soko tuna miundo mikuu mitatu, tunaweza kugawanya katika makundi matatu. Kwa nitakuwa najaribu kuandika tu kwa lugha ya Kiingereza, lakini pia nitafafanua. Kwa kuna muundo wa kwanza wa soko tunaita kama chopping. Kuna muundo wa kwanza wa soko tunaita kama chopping. Chopping pattern. Huu ni muundo au mfumo, chopping pattern. Kwa kuna wakati soko huwa linaonyesha huo mfumo au muundo ambao tunaita kama chopping. Tuna huu mfumo wa chopping. Chop ni kama kutoka kwenye kukatakata, chopping kutoka kwenye kukatakata. Kwa hiyo tukisema soko linafanya hiyo chopping pattern, ni pale ambapo linatengeneza muundo ambao zile candles zinakuwa ni kama hazijaungana kwenye mtiririko fulani, kwamba soko lina trend, lina mwelekeo fulani. Hapana, linakuwa liko tu linatengeneza vipande vya zile candles, ambapo ndo ni kama tunasema ni kama linakuwa limekatwa. Kwa hiyo nitajaribu kuonyesha vizuri hiyo chopping inakuaje, lakini kwa lugha rahisi tukienda kwenye ule kwenye habari ya mizunguko, kwenye mzunguko wa soko kama tulivyosoma mwanzo, chopping pattern tunakuja kuiona ni muundo wa soko pale linapokuwa lina consolidate, linatembea kwa kwenda pembeni, ni kama sideway. Kwa na unaweza kuonyesha tu kwa ufupi kwamba soko linapokuwa linatembea, linafika sehemu fulani, linarudi, linakwenda tena, linarudi, linakwenda tena, linarudi, linakwenda, linarudi, maana yake liko ni kama tunasema lina range. Kwa hapa tunasema muundo huu ndio unajulikana kama chopping. Muundo huu ndio unajulikana kama chopping, lakini katika mzunguko tunasema liko kwenye hatua ya consolidation, ambapo ndio linakuwa pengine linataka lianze trending kwa kwenda juu au litrend kwa kushuka chini, yani lianze baadaye lije lifuate na mwelekeo wa kwenda juu au mwelekeo wa kwenda chini. Kwa hiyo inaitwa chopping pattern, lakini kuna muundo mwingine unaitwa bouncing pattern. Tutakuja baadaye kufafanua kujua ni mbinu gani pia unaweza kutumia kwenye kutrade pale soko linapokuwa lipo kwenye chopping pattern, au liko kwenye huo muundo wa kukatakata, linakuwa linatembea kwa kwenda pembeni, na utatumia mbinu gani pia kwenye muundo mwingine. Muundo mwingine tunaita bouncing. Kuna muundo mwingine unaita kama bouncing pattern.
bouncing pattern. Kwa bouncing pattern ni muundo mwingine pia ambao soko huwa linaonyesha, ambapo kwenye bouncing pattern, kwa bounce hapa tunasema ni kama soko linakuwa linaruka au linagonga sehemu fulani, linarudi tena, linagonga sehemu hiyo, linarudi tena. Lakini linapokuwa linafanya hicho kitu, tukienda kwenye mzunguko wa soko huwa linakuwa liko katika tunaita kama trending pattern. Maana liko limeshika uelekeo fulani. Inaweza kuwa ni uelekeo wa kushuka au wa kupanda. Lakini katika uelekeo linakuwa linagusa sehemu fulani, linaruka tena, linarudi tena kugusa hiyo sehemu. Ambapo hiyo sehemu ambayo linakuwa linagusa inaweza kuwa labda ni trend line ambayo umeichora, au wakati mwingine mtu anatumia moving average, kwa linakuwa linaenda linagusa linaruka kwenye ile moving average, linagusa linaruka. Kwa lugha rahisi, kama soko linakuwa liko kwenye upward movement, lina trend kwa kwenda juu, kwa hii inaweza kuwa labda ni moving average yako umeiweka hapo. Kwa katika bouncing pattern tunategemea soko litakuwa linatoka hapo, linakuja linagusa hii sehemu, linapanda tena, linakuja linagusa tena, linapanda, linakuja linagusa. Kwa hapa tunasema soko lina bounce. Kwa linapokuwa limehit hapa limebounce, linapokuwa limehit hapo limebounce tena, na hapo pia linakuwa limebounce. Kwa hii inaitwa kama bouncing pattern. Bouncing pattern. Kwa tutakuja kuona pia baadaye kwamba soko linapokuwa linafanya hii bouncing ni mbinu gani unazokaitumia kwenye kutrade, ambapo ukiwa na uwezo wa kujua mbinu ambayo inatumika kwenye kutrade, ukijua mzunguko, ukaja kujua na muundo wa soko, hivi ni vitu ambavyo vitakusaidia kwa pamoja kuweza kuamua kwamba soko saizi linanionyesha muundo fulani na liko katika hatua fulani kwenye mzunguko, kwa ni mbinu gani naweza kutumia. Kwa hivyo vitu vyote vinakuwa vinategemeana. Kwa hiyo ni aina ya pili ya muundo wa soko. Lakini kuna aina nyingine ya muundo wa soko tunaita kama surfing pattern. Kuna aina nyingine ya muundo wa soko tunaita kama surfing pattern. Surfing pattern. Hiyo ni aina nyingine pia, surfing pattern. Kwa nao katika surfing pattern, hii ni aina ya muundo ambapo soko linakuwa liko katika mwelekeo fulani, ni kama ilivyo kwenye bouncing, ni kama tunasema linakuwa liko lina trend, limeshika mwelekeo fulani wa kushuka au wa kupanda. Lakini katika surfing pattern ni sometimes unaweza kusema ni kama tunasema ile thamani inakuwa inaihag ile moving average au trend line, inakuwa inaihag ile moving average au trend line. Manake soko linapokuwa linagusa kwenye hii trend line haliwezi kuruka kwenda mbali sana, linarudi tena kwenye trend line. Yani kwa namna nyingine ni kama linakuwa limejishikiza kwenye ile trend line, linaifuata ile trend line, soko linahag ile thamani, inaihag ile trend line. Hiyo inaitwa ni kama surfing pattern. Ambapo nao kwenye surfing pattern tunaweza kuwa na trend line labda kwa mtindo kama huo. Kwa na soko tunaposema linaihag ni kwamba linakuwa haliendi mbali, liko linatembea nayo kwa mtindo kama huu. Soko linakuwa liko linatembea na ile trend line kwa mtindo kama huu. Kwa hapa nasema linafanya a surfing pattern. Kwa hii tunakuwa linaihagi, hii ni moving average. Hii ni moving average kwa mfano. Kwa unakuta linatembea, linaishikilia ile moving average, halibounce mbali, haliruki kama ilivyokuwa inaruka huku kwenye bouncing pattern. Hapa linakuwa limejishikiza, linaendana na ile moving average. Kwa pia tutakuja kuona kwamba ni mbinu gani ya trading unaweza kuitumia kama soko linakuwa linakuonyesha surfing pattern. Lakini pia soko linapokuwa limeonyesha muundo mmoja wapo kati ya hii, lazima tayari kichwani mwako unajua kwamba nini kinategemewa kufuata baada ya huo muundo kwa umekamilika. Kwa ukishajua nini kinategemewa kufuata, basi itakuwa ni rahisi kwa wewe kuweza kujua kwamba sasa nitakuwa na uwezo wa kutrade kuelekea uelekeo upi kama tayari soko limenionyesha muundo fulani. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba soko linapokuwa linafanya chopping now, soko linapokuwa linafanya chopping pattern, lina move sideway. Mbinu ambayo unaweza kuitumia hapo katika kutrade, mara nyingi unaweza trade range, kama soko linafanya chopping pattern. Yani unaweza trade range, maana yake linapokuwa limefika juu wewe kuna sell, linarudi mpaka pale, likifika hapa chini basi utakuwa unatafuta evidence za kuweza au viashiria vya kuweza kuja kubuy, ikifika pale tunashuka nao. Kwa unaweza trade au trade range. Hiyo ni mojawapo ya mbinu unaweza kutumia wakati soko liko kwenye chopping pattern. Lakini ukiachana na hiyo, pia kuna mwingine anaweza kasubiri pia.
soko likiwa linaendelea na hii movement ya kwenda pembeni, linafanya sideway movement, mwingine pia huwa anaweza kuwa na uwezo wa kusubiri kwanza, ambapo atasubiri soko litoke nje ya haya maeneo au tunaita kama level. Anasubiri soko litoke nje ya hizo level ambazo linakuwa linatembea kwenda pembeni, ambapo unapokuwa unataka kusubiri soko litoke nje, maana yake hapo tutakuwa na trade breakout. Kwa maana yake mbinu nyingine ambayo unaweza kutumia kutrade wakati soko linafanya chopping pattern, unaweza kutumia mbinu ya kutrade breakout, ambapo utasubiri soko litoke nje ya ile eneo ambalo lilikuwa linaenda, alafu utasubiri pia liweze kurudi kuretest ile eneo, alafu baada hapo naendelea kwenda chini kama limevunja kwa kwenda chini. Breakout maana kunaangalia limevunja ile sehemu ambayo ilikuwa ina kwa muda mrefu, lakini pia inaweza kavunja kwenda juu na subiri retest pia iweze kwenda. Kwa mbinu ya kutumia soko linapokuwa kuonyesha chopping pattern, unaweza kutumia hiyo range, au pia unaweza kutumia mbinu ya breakout kusubiri litoke nje ya ile eneo ambalo linakuwa liko linatembea. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini kwenye sehemu ya bouncing now, kwenye sehemu ya bouncing hapa na penye pia kuna mbinu ambayo inaweza ikatumika, kwa sababu soko linakuwa tunasema lina trend, pengine lina trend liko limeshika uelekeo wa kwenda juu au limeshika uelekeo wa kwenda chini, basi unaweza kutumia tunaita trend following. Kuna mbinu ambayo tunaita kama trend following, lakini pia kwenye trend following pia unaweza kufanya reversal, unaweza ukatrade reversal. Reversal ni kwa namna ya kwamba soko litakuwa linaenda mpaka sehemu fulani, wewe unasubiri linapokuwa linarudi, basi wewe unarudi nalo. Kwa maana yake kama mwelekeo ulikuwa linaenda juu, basi unasubiri likishafika kwenye level fulani ambayo wewe utaitambua kwamba hii level haliwezi kwenda zaidi ya hapo, basi wewe utasubiri lifike kwenye hilo eneo, alafu uanze kurudi nalo soko. Kwa hapo tunasema una trade reversal. Kwa unaweza kutumia mbinu ya kutrade reversal, au unaweza kushikilia trend na hold trend na unashikilia ule mwelekeo wa soko ambao ni kama trend following kama endapo soko linafanya bouncing. Lakini pia kwa soko ambalo liko kwenye surfing haitakuwa na tofauti sana na bouncing, isipokuwa mbinu ambayo inaweza kuwa ni rahisi sana kwenye surfing. Hapa tutakuja kutrade breakout. Hapa inakuwa ni rahisi zaidi kutrade breakout. Naongelea kutrade breakout ni kwamba wakati soko liko linaenda linaihagi hiyo moving average, unaweza kuliwekea level fulani, au unaweza kuliwekea ni trend line, au unaweza kuliwekea level fulani ambayo soko likivunja hiyo level likaretest moja kwa moja huwa linakuwa ni moja kwa moja linaweza likageuka. Lakini mara nyingi kwenye surfing pattern, mara nyingi sana kwenye pattern au muundo wa mtindo kama huu, soko huwa linafanya continuation, linafanya muendelezo. Kwa hiyo na kwa lugha nzuri ni kwamba kama tulikuwa tuna moving average yetu iko hapa, alafu soko letu liko linaenda linaihag, lina surf kwenye hii moving average, mara nyingi tunategemea tutaitengeneza level maeneo fulani hapo. Muda mwingi sana huwa likibreak ile soko, likibreak ile level, likivunja ile level, likaretest, huwa inakuwa ni muendelezo mzuri sana na huwa linakwenda kwa haraka sana kwenye ule uelekeo husika. Kwa soko linapokuwa linafanya surfing, mara nyingi tutegemee trend continuation, muendelezo wa mwelekeo, litaendelea kwa nguvu zaidi kwenye ule uelekeo husika. Kwa mbinu utakaotumia, unaweza kutumia breakout kwamba liweze kuvunja sehemu fulani alafu uendelee kwenda nalo, au tunasema ufanye trend continuation, manake muendelezo wa ule mwelekeo fulani wa soko. Kwa hivi ndivyo ambavyo utakuwa na uwezo wa kufanya trading kama tayari ushajua miundo mbalimbali ya soko, na utakuwa unajua ni muundo upi utatumia mbinu gani, na hiyo miundo hii inaonekana vizuri tu ndani ya soko. Lakini kwa sababu hii ni kozi ya tunaita kama msingi, basics, hii ni kozi ambayo ni kama ya msingi, ambayo ni kama basics tunasema, kwa hatakuwa na vitu vingi sana. Lakini kwa kozi ambazo tunavozidi kuendelea kwenye vipindi vinavyofuata, tutakuwa tuna uwezo wa kuona hivyo vitu vyote ndani ya soko halisi, kujua mzunguko wa soko, kujua muundo wa soko, na kujua pia mbinu unazotumia. Kwa sababu baada hapo tutakuja kusoma hata namna ya kuweka order kwenye soko. Ukifungua soko unawekaje order, unaweka vipi lot size. Kwa hii ni kozi ya wale watu ambao wanakuwa wanaanza kabisa forex. Kwa basi nashukuru kwa muda wako, nafikiri utakuwa umepata kitu fulani kutoka kwenye hichi kipindi.
Na kama hujatazama vipindi vya nyuma, basi unaweza kutazama pia, kuna vitu ambavyo tumezungumzia huko. Basi asante, karibu sana.